Muda wa kumuaga Stefan Aziz Ki nafikiri kwa wananchi, viongozi na hata wadau wa soka ni kwamba umetaradi. Kila mmoja kwa sasa it's a goodbye kwa Stefan Aziz Ki ambaye amefanya makubwa katika klabu ya Yanga. Inatosha kusema kabisa kwa mchezaji ambaye anastahili kila sifa na kuagwa vizuri, yani ikiwa ni siku ya kuandaliwa kabisa kwa Stefan Aziz Ki, atengenezewe siku yake ya kuagwa, siku rasmi kabisa. Kiwalisia makubwa aliyoyafanya, heshima anayostahiki mpaka sasa hivi, na isitoshe tukienda kwenye upande ambapo tayari ameshazaa na Mtanzania mwenzetu ambaye dada yetu Hamisa Mobeto. Kwa hiyo udugu umeendelea kuwa imara zaidi. Kwa hiyo tunategemea kuona kabisa kama Stefan Aziz Ki anatafutiwa siku yake maalum ya kuagwa na wananchi. Sasa tutoke kwenye upande huo kuhusiana na issue ya dili la Faisali kuja kwenye klabu ya Yanga. Ni issue ambayo kwa sasa inaonekana kabisa iko serious, na huenda hii safari ya Stefan Aziz Ki kuondoka na kuelekea kwenye klabu ya Wydad, ambapo tunajua klabu ya Yanga ishapata manukato ya kuweza kupata bonge nono la pesa, yani kuweza kuingia katika akaunti. Kwa hiyo hapo kitendo cha kuzungumza na Faisali na kumwaga mpunga sio mchongo ambao pengine Yanga watakuwa wanajiuliza, kwa sababu tayari hela imeshaingia na tayari wameshafanya biashara. Kwa hiyo ni swala ambalo sasa hivi tunaona kabisa kwamba huenda likawa na mantiki kubwa sana kwenye soka letu la Tanzania, na hata kwa upande wa klabu Yanga wanaamini kabisa kwamba sasa hivi ni klabu inayofanya biashara, kwa sababu kwa msimu uliopita na misimu tofauti ni kwamba waliweza pia kufanya ile transfer market ya Fiston Maele ambaye pia waliweza kuingiza donge nono la pesa, na kwa this time wako na Stefan Aziz Ki ambaye unaambiwa kabisa dili liliweza kufunguka, ni kwamba kuna zaidi ya bilioni 1 imeweza kutoka Wydad na kumnasa mchezaji huyu ambaye huenda akawa ni chaguo na huenda akawa ni hitaji la moyo kwa klabu ya Wydad. Kwa ni issue ambayo tunaamini sasa hivi kwa Faisali kuja kwenye klabu ya Yanga huenda ikawa ni nafasi yake na wakati bora na wakati mzuri wa kuweza kutumikia klabu ya Yanga, kwa sababu tayari wameshakuwa na uhitaji na mchezaji kama yeye. Kwa hiyo kupata supporter na kupata pia ile morali ya kuendelea kufanya vizuri, huenda ikawa iko kwenye same point na same vision ya kile anachokihitaji kwenye maisha yake. Cha msingi nafikiri nisikupotezee sana bando wala kupoteza MB zako. Tukutane kwenye upande wa comment. Je, unahisi kwa Faisali kurejea kwenye klabu ya Yanga imekaa vizuri ama haijakaa vizuri? Na vipi kwamba inatokea anaenda kwenye klabu ya Simba pia, napo kwa ewe mshabiki wa Simba unahisi imekaaje? Yani kwa Faisali kukutana pia na Ja Shele Awa, yani pia na Elim Panzo, je itakuwa imekaa vipi? Tukutane kwenye comment.